بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. نعم، وتوفيق الله سبحانه وتعالى tunaendelea na somo letu la aqida, na leo tupo kurasa nambari 11 wa kitabu chetu, tukianzia katika swali nambari 17. Anasema Sheikh, sin suali hukmu sabillahi annahu kafirun bayin dhalika ma'a dalil. Hukmu sabillahi, yule mwenye kumtokana Mwenyezi Mungu, annahu, ya kwamba mtu huyo kafirun, ni kafiri, bayin dhalika ma'a dalili, libainishe hilo pamoja na kutoa dalili. Jim jawab, naqala al-Qadhi Iyadh al-ijma'a, amepokea Qadhi Iyadh al-ijma'a, amepokea ijma' ya wanawazuoni ala anna sabba Allahi, juu ya kwamba yule mwenye kumtokana Mwenyezi Mungu kafirun, ni kafiri. Tamam, hiyo ni ijma' aliyoipokea al-Imam al-Qadhi Iyadh ala anna sabba Allahi, juu ya kwamba yule mwenye kumtukana Allah subhanahu wa ta'ala kafirun, ni kafiri, walau kana ghadhiban, hata akiwa ni mwenye kukasirika, au mazihan, au ni mwenye kufanya mzaha, au ghaira munsharihi sadri, au akiwa ni mtu ambaye hana ukunjufu wa kifua. Hana ukunjufu wa kifua maana yake hana elimu, sawa sawa, ana elimu na kile anachokifanya. Lakini ni kweli mtu hauna elimu ufikirie kumtukana Mwenyezi Mungu? Tayari wewe kuna kitu unafahamu, ndio maana nini ukafanya hivyo. Tamam. Kwa hiyo imepokelewa ijma' ya wanawazuoni kwamba mwenye kumtukana Mwenyezi Mungu ni kafir moja kwa moja, walau kana ghadhiban, hata kama akiwa amefanya hivyo akiwa yupo katika hali ya hasira, au mazihan, au yupo katika hali ya kufanya mzaha, au jahil. Tamam, anahesabiwa kwa nani? Kuwa ni kafir. Tamam, hakadha qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kunna nakhudhu wa nal'ab. Wala in sa'altahum, na ikiwa utawauliza hao wanafiq, la yaqulunna, hakika watasema, waseme, innama, hakika si vinginevyo, kunna nakhudhu wa nal'abu, tulikuwa tukijiingiza katika mambo hayo na tukifanya mchezo katika nini mambo hayo. Mambo gani? Mambo ya unafiq, sawa, ya kudhihirisha kwamba wako pamoja na mtume, mambo ya kudhihirisha kwamba wana imani, kumbe ndani ya mioyo yao mtume kwao sio mtume na Allah si muumbaji. Tamam. Qul, basi sema ya Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Qul, sema ya Muhammad, abillahi, je, ni kwa Mwenyezi Mungu, wa ayati, na kwenye aya zake, wa rasulihi, na kwa mtume wake, kuntum tastahzi'un, ndio mlikuwa mkifanya masahara, mlikuwa mkifanya istihza, mlikuwa mkicheza shere. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, la ta'tadhiru, msiombe udhuru leo. Qad kafartum, hakika mumesha kufuru, ba'da imanikum, baada ya kuamini kwenu. Tamam. Aya hii inawazungumzia nani? Wanafiq. Sawa sawa, inawazungumzia wanafiq ambao walikuwa wakisema maneno ya ajabu pembeni huko. Tamam, wakifanya mchezo na dini ya Allah na mtume wake na aya zake, kisha wakija mbele ya mtume na mbele ya waumini wakijifanya wao pia ni waumini. Tamam, wakati muda huo washamfanyia sheri Allah, sawa sawa, washazifanyia sheri aya za Allah. Tamam, washamfanyia sheri mtume. Tamam, kwa maana wakiwa na wenzao kule, hamna kitu bwana, dini hii ya Muhammad si dini ya kweli, hiyo Qur'ani yenyewe si kitabu cha Mwenyezi Mungu. Tamam, Muhammad mwenyewe pia hana lolote. Tamam, lakini wakija mbele ya mtume wanaonesha kwamba nini?
wao ni waumini. Kwa hiyo wanaambiwa hapa, la ta'tadhiru, msiombe udhuru leo, msitoe udhuru leo siku ya hisabu. Tamam, la ta'tadhiru, leo hii siku ya hisabu msitoe udhuru. Qad kafartum ba'da imanikum, hakika nyinyi mmekufuru baada ya kuamini kwenu. Tamam, hakika. Kwa hiyo yote mwenye kumtukana Allah subhanahu wa ta'ala anazingatiwa kuwa ni kafir, haijalishi muislam, munafiq, tamam, murtaddi, yoyote. Tamam, hakika. Alhaditha, anasema mpokezi alhaditha, nimepokea hadithi inayosema innal abda la yatakallam bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha fi an-nari 70 kharifan. Innal abda, hakika mja, la yatakallam, hakika azungumze, bil kalimati, neno ambalo, au bil kalimati, maneno ambayo. Tamam, tamshi la al-kalima linakuja kwa maana ya neno na inakuja pia kwa maana ya maneno. Tamam. Kwa innal abda, hakika mja, la yatakallam, azungumze, la yatakallam, azungumze, bil kalimati, neno ambalo au maneno ambayo, la yara biha ba'san, haoni ubaya wote. La yara, haoni, biha, kwa hilo neno alilolitamka au kwa hayo maneno aliyoyazungumza, ba'san, haoni ubaya wote. Yahwi biha, lakini atakuja kudidimia. Yahwi, atakuja nini? Kudidimia. Biha, kwa sababu ya hilo neno au hayo maneno aliyozungumza, fi nari, ndani ya moto, 70 kharifan, kwa muda miaka 70. Kisa ni neno moja tu au maneno machache tu. Tamam, hakadha. Hii kuonesha kwamba nini, unapotaka kuzungumza kitu hakikisha kitu hicho ni kitu cha ukweli na cha haki. Usizungumze kitu ambacho ni shubha, kina utata ndani yake, aidha kinakaribia katika ukafiri, kinakaribia katika kuifanyia istihzai Qur'ani, kinakaribia katika kumfanyia istihzai Allah subhanahu wa ta'ala, au kinakaribia kumfanyia istihzai Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Kwa hiyo chunga, usiongee isipokuwa haki. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, yule ambaye amekuwa ni mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya malipo, falyaqul khairan, basi na aseme maneno ya khairi, alinganie katika khairi. Tamam, akataze maovu, amrishe mema, asaidie watu kupitia kinywa chake. Tamam, aliwaze watu kupitia kinywa chake. Tamam, hakadha, asomeshe watu kupitia kinywa chake, kupitia kinywa chake. Tamam, asomeshe watu kupitia kinywa chake. Almuradi kwamba kila anachosema hakikisha kiwe ni kitu cha khairi. Sa awili yasmut, au kama hana la khairi la kuzungumza, awili yasmut, au kama hana la khairi la kuzungumza. Tamam, awili yasmut, au kama hana la khairi la kuzungumza, basi na anyamaze. Tamam. Hii hadithi hii inatuonyesha tahadhari kwa vile ambavyo tunataka kuvitoa katika vinywa vyetu. Rawahu at-Tirmidhi, hadithi imepokea Imam at-Tirmidhi. Sil suali, ma dalilu ala jawazi ziyarati al-quburi lirijali wan-nisa, ni ipi dalili ala jawazi, inayoonyesha juu ya kujuzu ziyarati al-quburi, kuzuru makaburi, lirijali, kwa wanaume, wan-nisai, na wanawake. Alhadithu, jim jawab alhaditha, anasema mpokezi napokea hadithi inayosema zuru al-qubura fa innaha tudhakkirukum bil akhirah. Sasa rawahu al-Baihaqi. Mtume anasema zuru al-qubura, yazuruni makaburi, fa innaha, kwani hakika uko kuyazuru makaburi, kwa maana fa inna ziyarata al-qubur. Tamam, hakadha. Kwa fa innaha, akimaanisha fa inna ziyarata al-qubur tudhakkirukum bil akhirah, hakika uko kuyazuru makaburi kuna kukumbusheni akhira. Tamam. Lakini pia ikaja hadithi nyingine inayosema kuntu nahaitukum an ziyarati al-qubur ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah wa turaqqiqu al-qalb. Tamam, hakadha. Na hadithi hii imekuja kwa tamshi la mutlaq, yani imeachiliwa moja kwa moja. Tamam.
imeachiliwa moja kwa moja, kuonesha kwamba kumeruhusiwa kwa wanaume na wanawake kuzuru makaburi. Tamam, hakadha. Kabla ya hapo mtume si aliwakataza? Mtume alipowakataza Waislamu kuzuru makaburi, ilikuwa kuzuru makaburi ni haramu kwa wanaume na wanawake. Alipokuja kuwaruhusu kwa tamshi la mutlaq, tena katika hadithi zaidi ya moja, hadithi hii na nyingine ambayo nimeitamka baada ya hii, matamshi yote yamekuja kwa njia gani? Ya mutlaq. Basi pale ni ishara kwamba wameruhusiwa kuzuru makaburi wanaume na wanawake. Tamam. Na ile hadithi iliyokuja kwamba inna Allaha la'ana zawarati alqubur, sasa pale hadithi ile ya kwamba Allah amewalaani wanawake wenye kuzuru makaburi. Tamam, hadithi ile ilikuwa ni kabla ya kuja hadithi hizi. Tamam. Kwa hiyo hadithi ile ni mansukhun. Nini hukumu yake? Ni mansukhun, hukumu yake ni kwamba imefutwa. Sawa sawa. Kisha hadithi hii na ile ambayo nimetamka na nyinginezo ndio nini? Nawasikhun. Tamam, hakadha, zimekuja kufuta nini? Hukumu ya hadithi ile. Tamam, hakadha. Kwa hiyo kuzuru makaburi ni jambo lililoruhusiwa, ni sunna, sikatuamrisha Mtume. Naam, ni sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na si hivyo tu, yeye mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni sunna yake ya kila siku, yaumiyan. Mtume alikuwa akizuru makaburi ya Baqi', kwenda kuwazuru masahaba zake yaumiyan. Tamam, yani siku hajaenda basi anauzuru, lakini ilikuwa ni sunna yake ya kila siku, siku baada ya siku Mtume alikuwa akenda nini? Kuzuru makaburi ya Baqi', kuwazuru masahaba zake. Naam, Mtume si mwenye khiana, na anatambua masahaba zake kwa wakati ule wanahitajia zaidi dua zake, kwa alikuwa akienda kuwazuru mara kwa mara. Tamam, lakini pia imekuja hadithi kwa ana yetu Aisha kupitia sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba na Aisha alikuwa akienda kumzuru Mtume. Tamam, alikuwa akienda kumzuru Mtume kabla ya ziko Sayyidina Abubakar, na akawa akienda kumzuru Mtume baada ya kuzikwa Sayyidina Abubakar pamoja na Mtume, na akawa akienda kumzuru Mtume baada ya kuzikwa Sayyidina Umar pamoja na Mtume na Sayyidina Abubakar. Tamam, hakadha. Yeye mwenyewe amepokewa kwamba nilikuwa nikiingia katika kumzuru Mtume basi na kujitanda kiukamilifu, wale wanavaa kawaida tu, najistiri lakini kawaida tu. Tamam, kwa sababu gani? Aliyezuka pale ni Mtume, sawa, lakini akaja tena kuzikwa baba yangu Abubakar, sawa, nikawa nikiingia vile vile kawaida tu, lakini baada ya kuzikwa Saidina Umar, sawa, nikawa nikiingia pale nikijitanda kwa ukamilifu. Kwa sababu gani? Najua kwamba wale pale wananiona wako hai. Na Aisha radhiyallahu anha anasema maneno kama hayo. Tamam, kwa ni kuonesha kwamba jambo limeruhusiwa kwa wanawake na wanaume. Swali namba 19, si swali, kaifa yakunu ad-dukhulu fil islam? Kaifa, namna gani yakunu, inakuwa ad-dukhulu fil islam, kuingia katika Uislamu. Kwa maana kuingia katika Uislamu kuna namna gani, au kuna namna gani katika kuingia katika Uislamu, au kuna njia gani ya kuingia katika Uislamu. Tamam, hakadha. Kwa kaifa ad-dukhulu fil islam, kuna njia gani ya kuingia katika Uislamu, au njia ya kuingia katika Uislamu ni ipi? Tamam, hili unaweza kusema vyote. Tamam, almuradi ueleweke. Kwa kaifa ad-dukhulu, kaifa yakunu ad-dukhulu fil islam. Sawa, tamam, njia ya kuingia katika Uislamu ni ipi? Swali jim jawab, nasema bi nutqi bi shahadatayn. Ad-dukhulu fil islami bi nutqi bi shahadatayn. Tamam, ana kusudia sawa sawa. Kuingia katika Uislamu bi nutqi bi shahadatayn ni kwa kuzitamka shahada mbili, ni kwa kuzitamka shahada mbili. Kasema mbele tayib, kasemaje? bi nutqi bi shahadatayn ad-dukhulu fil islam, bi nutqi bi shahadatayn ad-dukhulu fil islam. Sawa, kwa kuzitamka shahada mbili ndio nini? Kuna kuingia katika Uislamu. bi nutqi bi shahadatayn ad-dukhulu fil islam, kwa kuzitamka shahada mbili ndio kunapatikana nini? Kuingia katika Uislamu. Tamam, hakadha. bi nutqi bi shahadatayn ad-dukhulu fil islam, kwa kuzitamka shahada mbili ndio kunapatikana kuingia katika Uislamu. Walaysa biqauli astaghfirullah, kwa maana walaysa, na hakukuwa kuingia katika Uislamu biqauli ni kwa kusema astaghfirullah, kwamba mtu akisema astaghfirullah ameshaingia katika Uislamu. Hapana, si hivyo, ni kwa kuzitamka shahada mbili.
Tamam, hakadha. Amma qaulu llahi ta'ala, ama kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu, ikhbaran, alivyosema katika kueleza, ikhbaran, alivyosema katika kueleza an Nuhin, kuhusiana na nabii Nuh, an Nuhin, kuhusiana na nabii Nuh. Tamam, hakadha. Amma qaulu llahi ta'ala, ama kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu, ikhbaran, alivyosema katika kumtolea habari au kumwelezea an Nuhin, nabii Nuh alayhi salam, annahu qala, kwamba yeye nabii Nuh alisema, faqultu astaghfiru rabbakum, nikasema kuwaambia watu wangu, istaghfiru rabbakum, mtakeni msamaha Mola wenu mlezi. Surat Nuh aya ngapi? Aya 10. Fama'nahu, bas maana ya kauli hii, anna Nuhan, ya kwamba nabii Nuh talaba min qaumihi, ametaka kutoka kwa watu wake, an yadkhulu fil islami, waingie katika Uislamu, bil imani billah, kwa kumwamini Mwenyezi Mungu, wa binabiyihi, kwa kumwamini nani? Mtume wake ambaye ni yeye, wa binabiyihi Nuhi, na nini? Na kumwamini wa binabiyihi Nuhi, na kwa kumwamini mtume wake ambaye Nuh, liyaghfira Allahu lahum, ili Allah subhanahu wa ta'ala awasamehe wao. Tamam. Kwa maana ya hadithi hii si kwamba alivyoambia kwamba mtakeni Allah msamaha ndiyo njia ya kuingia katika Uislamu, hapana. Tamam, bali maana ya kauli yake hii, takeni msamaha kwa Mwenyezi Mungu kwa kumwamini yeye na kwa kuniamini mimi. Sasa mkifanya hilo la kumwamini Allah na kuniamini mimi, Allah atawasameheni, ndiyo maana yake. Tamam, hakadha. Alhaditha, anasema mtunzi, anapokea hadithi inayosema, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah. Umirtu, nimeamrishwa, an uqatila an-nasa, niwapige watu vita. Watu waliokusudia hapa ni al-kuffar. Tamam, hakadha. Umirtu an uqatila an-nasa, nimeamrishwa niwapige vita makafiri. Umirtu an uqatila an-nasa, nimeamrishwa niwapige vita makafiri, hatta yashhadu, mpaka wakiri kwenye mioyo yao na kutamka kwa ndimi zao, an la ilaha illa Allah, kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anni, na kwamba hakika mimi rasulullah, ni mtume wa Allah. Muttafaqun alayhi, hadithi hii muttafaqun alayhi. Kwa hiyo kutamka shahada katika umma huu ndiyo njia ya kuingia katika Uislamu. Tamam, hakadha. Hata baadhi ya ulama wakawajibisha hilo kwa yule mtu mwenye kuweza kutamka kwamba nini, akitaka kuingia katika Uislamu atamke tena mbele ya halaiki ya watu wamuone, kwa maana mbele ya watu wamuone, ili akifa tumuhukumu moja kwa moja kwa uhakika kwamba ni Muislamu. Kwa nini? Ametamka shahada mbili mbele yetu. Tamam, hakadha. Swali namba 20, sin swali, bayin hukma madhi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam au alayhi assalam. Tamam, hakadha. Bainisha hukma madhi rasulillahi alayhi salam, bainisha hukmu ya kumsifu mtume wa Mwenyezi Mungu, amani iwe juu yake. Jim, jawabu, jaizun bil ijma'i, kwa maana madhu rasul sallallahu alayhi wasallam jaizun bil ijma'i, kumsifu mtume ni jambo lenye kujuzu bil ijma'i, kwa ijma'i ya wanawazuoni. Qala ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin adhim, Allah mwenyewe amesema ndani ya Qur'ani, wa innaka la'ala khuluqin adhim, na hakika wewe Muhammad upo juu ya tabia njema. Qala ta'ala, na akasema tena Mwenyezi Mungu mtukufu, wa'azzaruhu wa nasaruhu. Suratul A'raf aya ngapi? Aya 157. Wa maana azzaruhu, na maana ya azzaruhu, athnau alayhi wa madahuhu wa 'azzamuhu. Athnau alayhi, walimsifia, wa madahuhu, na wakamsema kwa mazuri, wa 'azzamuhu, na wakamtukuza, ndio maana ya waazzaruhu. Tamam, hakadha. Alhaditha, anasema mtunzi, anapokea hadithi inayosema, inna ba'dha an-nisa madahna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, hakika mmoja katika wanawake inna ba'dha an-nisa'i. Tamam, hakika mmoja katika wanawake au baadhi ya wanawake. Tamam, hakadha. Inna ba'dha an-nisa'i madahna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, hakika baadhi ya wanawake walimsifu mtume alayhi salam,
amani iwe juu yake, biqaulihinna, kwa kusema kwao, amama nabii sallallahu alaihi wasallam, mbele ya mtume, ya habadha Muhammadun min jari, ya habadha Muhammadun min jari, hakika Muhammad ni jirani bora kuliko jirani yoyote yule. Ndiyo maana ya kilima hichi, ya habadha Muhammadun min jari, hakika Muhammad ni jirani bora kuliko jirani yoyote. Rawahu Ibn Majah, hadithi imepokea al-Imam Ibn Majah. Wa thabata madhu akthar min sahabiyin lahu, wa thabata, na kumethibiti, madhu kumsifu, akthar min sahabiyin, zaidi ya sahaba mmoja, lahu, kumsifu nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa thabata, na kumethibiti, madhu kumsifu, akthar min sahabiyin, sahaba zaidi ya mmoja, kwa maana masahaba wengi, si sahaba mmoja tu ambao alimsifu mtume sallallahu alaihi wasallam, ka Hassan ibn Thabit, kama Hassan ibn Thabit, wal Abbas, na ammi yake mtume al-Abbas, wa ghairihima, na wengineo. War rasulu sallallahu alaihi wasallam, na mtume lam yunkir dhalik, hakulipinga hilo, hakulikataa hilo, bali istahsanahu, bali aliliona kuwa ni jambo zuri, bali aliliona kuwa ni jambo zuri. Tena Sayyidina al-Abbas alimsifu mtume kwa sifa ambazo aliziona siku ya kuzaliwa kwake. Sasa naye mtume baada ya kusifia akawaambiaje tena kwa mashairi? Kwa nini kwa mashairi? Mtume baada ya kusifiwa akawaambia Allah sasa hatokiharibu kinywa chako, kwa maana Allah akitunze kinywa chako, kisalimike kinywa chako. Na kweli ilikuwa hivyo. Sayyidina al-Abbas japokuwa na kwamba umri wake ulikwenda sasa, lakini tangu alivyoambiwa dua hili na mtume kwamba Allah akihifadhi kinywa chako, akitunze kinywa chako, hakupatapo kuugua jino wala kuunga meno. Tamam, hakupatapo kuugua jino sawa wala kuunga meno mpaka nafariki. Tamam, hakadha. Sin suali, takallam an adhabi al-qabr, zungumzia kuhusiana na adhabu ya kaburini. Jim, jawabu, yajibu al-imanu bi'adhabi al-qabr, ni wajib kuamini uwepo wa adhabu ya kaburi. Wa huwa thabitun bil ijma'i, na jambo hilo la uwepo wa adhabu ya kaburi limethibiti kwa ijma' ya wanazuoni. Wa man ankarahu kafara, tamam, na mwenye kulipinga hilo kafara, anakuwa amekufuru. Tamam, hakadha. Qala ta'ala, nasema Mwenyezi Mungu mtukufu, an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyan, moto unapelekwa katika makaburi ya makafiri. Tamam, moto unapelekwa katika makaburi ya makafiri, ghuduwan wa 'ashiyan, asubuhi na usiku, kwa maana muda wote moto unapelekwa katika nini? Katika makaburi ya makafiri. Wa yauma taqumu saa, na siku ambayo itasimama kiyama, adkhilu ala fir'auna ashadda al'adhab, wataambiwa wale malaika wa adhabu, adkhilu ala fir'aun ashadda al'adhab, waingizieni wale wafuasi wa Firauni na Firauni mwenyewe pia ashadda al'adhab, adhabu iliyokuwa kali. Tamam, hakadha. Suratu Ghafir, aya hii katika suratu Ghafir, aya ngapi? Aya 46. Alhadith, anapokea hadithi mtunza kitabu hicho husema ista'idhu billahi min adhabi alqabr, maana hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, na alisikika akisema ista'idhu billahi min adhabi alqabr, sawa, takeni hifadha illahi, sasa kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, min adhabi alqabr, sasa takeni hifadha kwa Mwenyezi Mungu. Tamam, kwa maana takeni kuhifadhiwa na Mwenyezi Mungu. Tamam, hakadha. Ista'idhu billah, takeni kuhifadhiwa na Mwenyezi Mungu, min adhabi alqabri, kutokamana na adhabu za kaburini. Rawahu al-Bukhari. Tamam, rawahu al-Bukhari, hadithi imepokea al-Imam al-Bukhari. Sin sual, ma huwa awwal al-makhluqat, kiumbe cha kwanza kuumbwa ni kipi? Ma huwa awwal al-makhluqat, kiumbe cha kwanza kuumbwa ni kipi? Anasema awwalul makhluqat alma'u, kiumbe cha kwanza kuumbwa ni maji. Qala ta'ala, anasema Mwenyezi Mungu mtukufu,
waja'alna min alma'i kulla shay'in hayy, na tumekifanya kupitia maji kila kitu kuwa nini? Kuwa kipo hai. Tamam, hakadha Suratul Anbiya aya ya 30. Alhaditha, na anapokea hadithi mtunzi wa kitabu anasema kullu shay'in khuliqa min alma'i, rawahu Ibn Hibban. Hii ni hadithi ya Abi Hurairah. Hadithi nani? Hadithi ya Abi Hurairah. Tamam. Abi Hurairah radhiyallahu anhu alimfuata Mtume akamwambia, ya Rasulullah, inni idha ra'aytuka tabat nafsi, mimi pindi ninapokuona nafsi yangu inatulia sana, nafsi yangu najisikia vizuri. Tamam, tabat nafsi, nafsi yangu najisikia vizuri. Wa qarrat aini, na jicho langu linapata utulivu. Fa ambini an kulli shay'in, bas nakuomba unieleze mimi, nipe habari ya kila kitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basi Mtume akasema kullu shay'in khuliqa min alma'i, kila kitu kimeumbwa kutokamana na maji. Sawa sawa, kimeumbwa nini? Kutokamana na maji. Kwa ni hadithi ambayo ni sahihi, lakini pia kuna hadithi nyingine ambayo ni maudhu. Hadithi nyingine ambayo ni maudhu inasema kwamba kiumbe cha kwanza kuumbwa ni nuru ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi hii ni maudhu. Sawa, hadithi hii ni maudhu, haifai kutumika katika nini? Kuthibitisha ahkam. Sasa na masala mengine, na haifai sisi kuitakidi kwamba ni sahihi. Tamam, lakini kama ikiwa ni haijafikia daraja ya kuwa ni maudhu, inafaa kuitumia katika manaqib, kwa maana kuelezea historia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuelezea utukufu wake. Lakini kwa kauli ya wanazuoni wengi ni hadithi gani? Maudhu, kwa haifai sasa kuitumia hata katika upande gani wa manaqib. Wa ila huna antahi. Alkamalu lillah wal ismatu lil anbiya wan naqsu lana wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al afwa minkum.